Baada ya timu ya Simba kutabiriwa na Boniface Mwamposa nabii huyu kwamba Simba atashinda, na hatimaye Mwamposa ameendelea kuwa maarufu sana mitandaoni kwa hiki ambacho alikifanya kwa wekundu Msimbazi Simba, ambapo aliotabiria kwamba wao watashinda kama masihela, na wengine walikuwa hawaamini wakizani kwamba Simba ataishia katika hatua ya robo finali kama ilivyozoeleka na kuitwa kwamba mwaka robo. Lakini Boniface Mwamposa, nabii mwenye upako na maono, nabii ambaye ana Mungu, aliwatabiria Simba kwamba wao watashinda, na kweli kama masihela watu hawakuamini kama ingekuwa hivyo, na kweli alivyowatabiria na hatimaye kawa hivyo. Watu hawakuamini Simba yale mabao mawili ambayo aliyafunga, watu hawakuamini kama kweli Simba angeweza kufunga ile magoli, na hatimaye Waarabu walikubali kuadhibiwa kichapo cha mabao mawili kipindi cha kwanza hicho. Lakini kipindi cha pili tunaona Simba hakuweza kufunga goli lolote, lakini wakaingia kwenye mikwaju ya penalty. Waarabu wana tabia ya kuamini kwamba wanapoingia kwenye mikwaju ya penalty huko huwezi kutoa, lakini hata walivyotumia mbinu hiyo ya kujiangusha na kupoteza muda kiamini kwamba kwenye njia ya mikwaju ya penalty kwamba watawaondoa wekundu Msimbazi Simba, bado mbinu zao na mipango yao ilifeli. Lakini bado Simba alizidi kuadhibiwa hata kwenye mikwaju ya penalty, ndipo aliwaondoa kibabe kweli. Wenyewe hawakuamini. Hata kocha wa Al Masry alipiga saluti na kusema kwamba hawa kiukweli finali watafika. Aliomba po na alipiga saluti na kuambia nyie mtafika. Alikubali kichapo ambacho alikipata kutoka kwa wekundu Msimbazi Simba. Lakini Boniface Mwamposa kwa kile alichokisema, kwa kile ambacho aliwaahidi wekundu Msimbazi Simba, wenyewe hawakuamini macho yao. Baada ya ushindi huu ambao waliopata katika dimba la Benjamin Mkapa hatoki mtu, na ndio maana walimwazibu Al Masry katika dimba hilo la Benjamin Mkapa. Mvua ilinyesha, lakini pia ile mvua ambayo ilinyesha yani ni kama bahati kwa Al Masry, bila hivyo pasingekuwa na mvua, yani wangekula mabao mengi, kwa sababu Simba alikuwa na hasila na uwezo wa kucheza alikuwa nao, kwa jinsi ambavyo alikuwa akiwapelekea moto. Kiukweli Al Masry mpaka alikuwa anatia huruma. Wamezoea wao wanapoenda ugenini, yani lengo lao ni kutoka sare au kutoka pasipo kufungana au kuingia kwenye mikwaju ya penalty, lakini mbinu ambayo walitumia ile feli mbele ya wekundu Msimbazi Simba. Boniface Mwamposa, nabii mwenye maono makubwa, nabii ambaye amekuwa akitoa ushuhuda, nabii ambaye amekuwa akiwaombea watu na amekuwa akipata miujiza mingi. Huyu ni nabii ambaye ana Mungu. Baada ya kutabiria wekundu Msimbazi Simba na hatimaye ndoto yao ilitimia, yani Simba aliibuka mshindi kwa kumwadhibu Mwarabu katika dimba la Benjamin Mkapa, na hatimaye Simba amefanikiwa kutinga katika hatua ya nusu finali. Ni yapi maoni yako kuhusiana na utabiri huu wa Boniface Mwamposa kwa jinsi ambavyo Simba ameendelea kuwa na wa moto? Je, unadhani kwa jinsi ambavyo aliwatabiria katika hatua ya robo finali kwamba watapita na watatinga hatua ya nusu finali, je, unadhani kwa mwendo huu Simba atafika mpaka hatua ya finali au hawezi? Na kama akifika, je, ubingwa huo kwamba atauchukua au hawezi? Maana watani wake Yanga wao walishawahi kutinga katika hatua ya finali kwenye mbio za kuwania ubingwa kombe la shirikisho la mabingwa barani Afrika, lakini akaisha kutoa medali za kimataifa huku ubingwa huo akiupoteza. Je, kwa Simba unadhani itakuwaje? Watatoa ubingwa huo au na wao wataisha kutoa medali za kimataifa iwapo watafika katika hatua ya finali? Wewe ni yapi maoni yako? Dondosha maoni yako, tutumie maoni yako na sitakufanya tuyapitia na tutakujibu.